Yo, ebana karibu tena kwenye recap na Mando. Hii ni recap ambayo tunazungumzia mambo ambayo yanatokea kwenye upande wa kiburudani, na of course wiki hii tuseme wiki hizi mbili yametokea mambo mengi sana, ikiwemo show ya Juma Jux Nigeria, Harmonize kurudiana na Kajala, shows za kina Diamond na vitu vingi sana. Wasanii wengi wametoa album na vitu kama hivyo. So leo kwenye recap tunazungumzia baadhi ya vitu ambavyo tunajua vimekuwa hot sana ndani hizi wiki mbili. Recap na Mando, jiji linawaka, bongo 5 tunaongeza mzuka. Recap na Mando, stories zinafunguka, bongo 5 tunatingisha. Kwa issue ya kwanza ya kwanza nayo kwenye recap, tutaanza na issue ya Harmonize pamoja na Kajala, ambapo wamerudiana. Of course wamerudiana kama siku mbili wakiwa Zanzibar. Na mimi kama ninavyofahamu, mimi najuaga Harmonize na Kajala kuna ukaribu ambao ulikuwa unaendelea, kwa sababu nishaye kuripoti hiki, Kajala na Harmonize hawakuwahi kuwa tofauti kwamba wako mbali, walikuwa wanawasiliana na huenda walisharudiana kitambo, lakini juzi ilikuwa ni confirmation kwamba we are back again. Sasa baada ya hiyo issue, watu wengi nimeona wametengeneza vitu vingi sana kwamba Harmonize amekurupuka, Harmonize imekuwa ni ushamba, Harmonize si vitu gani, kurudiana na Kajala imekuwa ni shida. Of course watu wengi wanaeleza kwenye kila mtu anatoa perception yake. Mwingine anasema kwamba kutokana na yaliyotokea, Kajala alizungumza yeye kutoka moyoni kwamba Harmonize alimuonyesha utupu wake mtoto wake ambaye ni Paula, na zile clips zipo Kajala akizungumza kwenye interview. So watu wanaamini Kajala kurudi kwa Harmonize inaonyesha udhaifu wa hali ya juu. Kama mwanaume alidiriki kumuonyesha utupu wake binti yako, how comes tena unarudi kwake Harmonize tena baada ya kunifanyia tukio zito, nikamrudia mwanamume ambaye aliweza alidiliki hadi kumuonyesha utupu wake mwanangu. Kwa sababu hata nikikumbuka that day ambao tulikuwa tuko mle ndani, tena nimelala mimi na mwanangu. Sisi hatujui, huenda watu wanafanya biashara, huenda vitu vipo ambavyo wanavifanya behind, lakini sisi tunachojua wamerudiana. So kila mtu akawa na maoni yake. Mwingine akazungumza Harmonize kurudiana na Kajala kwa sababu alitoka kutoa ngoma tatu, ya ngoma akiwa na Focalist pamoja na Chiko, ya uko wapi, ngoma ya leo akiwa na Mbosso, then ngoma ya 6 rounds akiwa na Yanatoma. Sasa watu wakasema Harmonize atawafanya watu wa focus na matukio yake na Kajala na kuwatoa watu kwenye reli ya kusupport ngoma zake. Mimi nataka nitoe my opinion kuhusiana na hili ambalo linaendelea kwa Harmonize. Nilishawahi kuzungumza before ya hili tukio kutokea la Harmonize na Kajala, nikasema katika kitu ambacho kinawafanya wasanii kuwa wakubwa ni kutengeneza story nje ya muziki. Kama una uwezo wa kutengeneza story nje ya muziki, yani wewe una uwezo wa kuzungumziwa kwenye vitu vingine nje ya muziki wako, vitakufanya uwe mkubwa sana, tofauti na msanii ambaye anategemea muziki tu uweze kumkuza. Na nikazungumza mwaka 2025 inawezekana kabisa ukitaja wasanii waliofanya vizuri kimuziki huwezi kumweka Harmonize, lakini ukitaja wasanii waliozungumziwa zaidi 2025 huwezi kumuondoa Harmonize. So unanielewa point yangu? Ukitaja wasanii waliofanya vizuri kimuziki utawataja akina Mario, akina Mbosso, akina nani, huwezi kumweka Harmonize kwenye top 5. Lakini ukitaja wasanii waliozungumziwa nje ya muziki huwezi kumuondoa Harmonize. Nakupa mfano wa matukio matatu. Tukio la kwanza, Harmonize baada ya kunyoa upara, kunyoa nywele zake na kubaki kunyoa dongo, sisi tunaita Kiswahilini. Alivyoenda Kenya akaulizwa kwa nini umenyoa upara, akasema mimi nimenyoa upara kwa sababu ya kumwenzi Raila Odinga. Na watu wakahoji, kipindi hicho ndio imetokea mambo ya maandamano Tanzania. Watu wakahoji, sasa wewe Raila Odinga akapoteza maisha na alikuwa kiongozi Kenya, then kwako nchini kwako kuna majanga mengi yanaendelea, wewe hujasema na waenzi wale ambao wamekutana na majanga Tanzania, unakuja kumwenzi Raila ambaye sio Mtanzania. Umeelewa? Sasa yeye Kenya ikawa ni story kubwa sana, na alimake headline kwenye blogs, kwenye digitals, sehemu nyingi sana. Alizungumziwa kwenye radio, kwenye TV, watu wanatangaza vipindi kwa sababu ya kauli ya Harmonize. Baada ya hapo akaweka yale meno ya siseme meno ya gold, si shaba yale. Watu wakawa wanatengeneza stories za kumcompare na kina Quavo, akina 50 Cent, si wasanii gani wa nje wanavyowekaga meno yale. Then akatengeneza story kupitia meno tu.
bila hata kutoa ngoma, akazungumziwa nchi nzima, watu wakawa wanamkejeli bila kujua wanampiga chura teke. Yeye anakuza brand yake. Then ukija kwenye tukio la Kajala, hakuna story yoyote kubwa sasa hivi zaidi ya Harmonize na Kajala nao tunavyozungumza. Na jana nimeona taarifa yao, wamezungumza kwamba anaenda kumvisha Kajala pete kwa mara ya pili. Sasa angalia anavyojaribu kuschedule matukio yake ya kuendelea kukaa on top. Unaelewa vizuri? Huyo ni Harmonize. Then kija kwenye faida yake ni ipi Harmonize kurudiana na Kajala? Hizi ni brandi mbili kubwa sana, Harmonize pamoja na Kajala. Na tunajua before ya kuachana ile mara ya kwanza, wakati wako pamoja, Harmonize alikuwa anapata madili mengi sana. Siwezi kumention makampuni ambayo alikuwa anapata madili, lakini alipata madili mengi sana, na baada ya kubreak up yale madili yakapotea. Maana yake ni kwamba faida kibiashara kwa Harmonize, inawezekana wakarudisha nguvu yao ya brandi, wakaanza kupata matangazo again, then kuzungumziwa. Sisi tunatumia kauli moja kwenye burudani, no bad publicity kwa celebrities au kwa msanii. The more unavyozungumziwa vibaya, the more watu wanavyokuataki, ndivyo wewe unavyotengeneza biashara, kwa sababu utakuwa kwenye map. Na tuna mifano wasanii wengi ambao walikuwa na trendi. Kwa mfano, wasanii wengi walikuwa na trendi kwa picha zao za utupu, then baada ya siku mbili wakapata madili. Kwa nini? Kwa sababu makampuni mengi yanaangalia impression kwa wasanii, impression kwa celebrity, impression kwa influencers. Unavyotengeneza namba nyingi, unavutia makampuni mengi kuja kufanya biashara na wewe. Huwezi kutengeneza namba kama huwezi kuzungumziwa. So kwa Harmonize faida yake ni kubwa sana, kwa sababu kwanza ni story kubwa ya kiburudani ndani ya Tanzania. Then hapo unatengeneza impression. Huwezi kuifuata kampuni yoyote kupe tangazo, unameunganisha brandi mbili ya Kajala na Harmonize, then wakakuchomolea. So kwangu mimi kibiashara naiona ni kubwa sana. Then ukija kimuziki pia, katika posti nyingi za Kajala na Harmonize, nao wakipost wanaweka background nyimbo zile ambazo ni mpya, so inasaidia pia kwenye kupromote nyimbo zao. Ukiachana na tukio la Kajala, ukija kwenye nyimbo zao, ametoa ngoma 3 of course. Hizi ngoma mimi ninavyofahamu ziko kwenye album ya 31 ambayo ameipeleka mbele, inatoka mwakani 2026. Sasa katika hii collabo, katika hii ngoma 3 ambazo amezitoa, zimetengeneza headline nyingine baada ya ngoma yake na Mbosso kuonekana amefunikwa na Mbosso kwenye ngoma ya leo. Na tunajua kwamba Harmonize waga ni ngumu sana kumfunika, na sasa Mbosso ameweza kuprove kwamba inawezekana akawa ni mkali kwenye uandishi kwa Harmonize. Though msanii huwezi kupimwa kwa ngoma moja, labda kwa kolabo moja, ila watu wengi wakawa wanazungumzia namna Mbosso anavyoweza kuitumia misamiati ya Kiswahili, anavyoweza kutumia tafsida kwenye kuzungumza kwenye nyimbo zake. Mbosso anazungumza neno, wewe mpaka uingie kwenye kamusi, na inawezekana kwenye kamusi yale maneno hayapo. Wewe anazungumza neno, wewe unaanza kufikiria hapa Mbosso alimaanisha nini. Kwa mfano moja ya mstari ambao una trend sana ni kwamba matone ya maji yanafuata michirizi. Sasa watu wakawa na hoji, sasa matone ya maji yanafuata michirizi, Mbosso ulikuwa unamaanisha nini? Kwa sababu nyimbo ni za kimapenzi, si ndio? Mara nyama ya ufizi si inafanyaje gego, unanielewa? Yani anazungumza vitu ambavyo ukiingia kwenye kamusi ni ngumu sana kupata tafasiri yake, unanielewa vizuri? Sasa ni vitu ambavyo vimefanya ngoma yake na Mbosso ikatrendi, na ndio maana pia imetengeneza numbers nyingi kutokana na, of course Mbosso pia ametoka kufanya vizuri kwa mwaka 2025. Ukitaja miongoni mwa wasanii bora 2025, huwezi kumtoa Mbosso. EP yake ya Room Number 3, ngoma yake ya Power, ngoma yake ya Viola zimetoka kufanya vizuri sana. So maana yake ni kwamba Harmonize amepata bahati ya kufanya collab na msanii ambaye ametoka kufanya vizuri kwenye game ya Bongo Flava. Hiyo ilikuwa ni kuhusiana na Harmonize. Bongo 5. Then story ya pili ni kuhusiana na Juma Jux. Unajua tarehe 18 mwezi wa 12 Juma Jux alikuwa na show Lagos, alikuwa na show Lagos. Then kwa Tanzania akamchukua Diamond pamoja na Jaiva wakaenda kumsupport. Kwa Nigeria akamchukua Queen Mandi. Unamfahamu yule Queen Mandi, yule dada ameimba American Love. Inaitwa Travel the World. Unafahamu ile ngoma ya American Love ya Queen Mandi, aliperform. Then surprise ikawa ni Fino. Fino ni legend wa muziki wa Afrobeat Nigeria, si ndio? Na kwa sababu kafanya ngoma na Juma Jux ya God Design, so Fino akaja kama surprise kwenye show na nini, ikawa dope sana. Na Juma Jux interest yake akashuka, kama unavyojua Chris Brown anapandaga stage zile amefungwa makamba na nini, so Juma Jux akashuka kama anashuka angani amefunga makamba na nini. Hiyo ika make headline Nigeria, ikazungumziwa sana, unaelewa vizuri kwa Juma Jux. Then watu wengine wakawa wanasambaza clip za kuonyesha Juma Jux akujaza na nini, ingawa baadaye
wakaja kuweka na clip za Busta Rhymes, kwa sababu baada ya Juma Jux kufanya show tarehe 18, tarehe 19 Busta alifanya show eneo lile lile na walikuwepo kina Tiwa Savage na nini. So ikaonekana at least show ya Juma Jux ili make headline, at least show ya Juma Jux ilizungumziwa kuliko show ya msanii mkubwa tena kutoka Marekani anaitwa Busta Rhymes, na kwenye show yake alikuwepo msanii kama Tiwa Savage. Sasa baada ya show Juma Jux of course anaendelea kukaa Nigeria kwa sababu ni ukweni na nini, na tunamuona anaendelea kujimix kwenye matukio tofauti. Juzi, I think jana ikasambaa clip ya Juma Jux akiingia kwenye uigizaji wa Nollywood Nigeria. Hiyo imemake headline nyingine. Watu wengi wamempongeza Juma Jux namna anavyojichanganya kukuza brand yake, kutengeneza fan base yake kwa upande wa Western Africa na Nigeria. Unajua taifa la Nigeria sasa hivi vitu ambavyo vinakuza brand kwa wasanii ni uigizaji na muziki. Tofauti na Tanzania huku labda utakuja mpira, labda na muziki kidogo, lakini kwa Nigeria uigizaji una nguvu, muziki una nguvu. Na kama unavyojua mke wake Priscilla ni mwigizaji mkubwa Nigeria. So inawezekana Priscilla amemshauri au amemshawishi Juma Jux kuingia kwenye uigizaji, na mimi sikuwahi kutegemea hata siku moja kama siku moja tutamwona Juma Jux anaingia kwenye uigizaji kutokana na lifestyle yake, Nyamwezi, si mtoto wa kishua, mzee wa kunata na nini, then unamuona kaingia kwenye uigizaji. Tena uigizaji wenyewe ni huu modern wa ku create content, unaelewa? Of course mke wake ni mwigizaji professional kabisa Priscilla. Sasa inawezekana wameanza kumpika Juma Jux aingie kwenye uigizaji rasmi wa Nollywood. Sasa ukiangalia impact yake ikoje kwa Juma Jux kuingia kwenye uigizaji, tunaangalia namna atakavyotengeneza fan base na kukuza jina lake. Hii sio mpya kwa Juma Jux, kwa sababu wasanii wote wakubwa huwa wanatafuta namna ya kukuza brandi na kutengeneza fan base. Fan base ni kupata mashabiki wapya katika kila engo. Tunajua akina Chris Brown wameingia kwenye uigizaji, akina 50 Cent wameingia kwenye uigizaji, akina T.I. na mastaa wengi wa Marekani. Ukiondoa mastaa wa Marekani wakubwa, unakuja hata Bongo. Alikiba ameigiza kwenye movie inaitwa Binti Kikojozi. Kila mtu anaijua ile movie, si ndio? Diamond kaigiza kwenye reality show ya Young Famous and Africa. Understand? Sasa ukiangalia why wanafanya vile kukuza brandi, then kutengeneza fan base mpya, kupata mashabiki wapya. Huwezi kupata mashabiki wapya kama utakuwa na concentrate na jambo moja ukiwa kama msanii. So lazima ujichanganye sana, na ndio maana unaona kina Alikiba mara waingia kwenye mpira. Sio kwamba wanataka kucheza mpira waende kusajiliwa Manchester au Arsenal au Chelsea, bali kutafuta namna ya kukuza brandi. Kama una biashara wako utaweza kuiuza kwa haraka. Sasa ukija kwa Juma Jux, taifa kama Nigeria ambalo soko lake ni gumu, anaingia kwenye uigizaji then anafanya muziki, maana yake ni kwamba tayari anaanza kufuatiliwa na wale watu wanaopenda movie. Unajua kwenye haya maisha keki ni kubwa sana. Kuna watu wanafuatilia muziki tu, kuna watu wanafuatilia movie tu, kuna watu wanafuatilia mpira. Yaani ukimweleza swala la movie hakuelewi. Sasa Juma Jux kashatoka kwenye muziki kwa sababu tayari ameshaanza kutengeneza jina Nigeria, then anaingia kwenye uigizaji, sekta ambayo ina nguvu zaidi Nigeria, uigizaji. Na hata sisi tumefahamu Nigeria kupitia uigizaji. Ndio maana zamani unaona Nigeria kama taifa watu wake wachawi sana. Uchawi ule ulifahamu vipi? Kupitia movies. Sasa Juma Jux ameingia kule. Tunajaribu kuangalia namna anavyoenda kukuza jina lake na brand yake. Na kitu ambacho mimi nimependa, Juma Jux anatumia Kiswahili kwenye kuigiza. Ingawa watu wanamkejeli, labda Juma hujui Kiingereza, Juma hujui nini. Sababu Nigeria hawazungumzi Kiswahili. Sasa ukisema Juma Jux hajui Kiingereza, anawasiliana vipi na wakwe zake? Maana yake ni kwamba ameamua kupromote lugha yetu ya Kiswahili. Ameamua kukipa nafasi. Kwa sababu nimeangalia pale kwenye ile clip, ule jamaa anamuuliza Juma Jux, speak Swahili. Tayari unakuza lugha yetu ambayo ni lugha mama ya Kiswahili. So Juma Jux amechukua nafasi hiyo kuweza kupromote lugha yetu ya Kiswahili, lakini pia kukuza brand yake kama Juma Jux. Bongo 5. Kutoka na story ya Juma Jux, then kulikuwa na story ya Biggie. Diamond Platnumz amefanya show za kufunga mwaka. Amefanya show 3 mfululizo. Ile ya Juma Jux ya Lagos, then show ya Sierra Leone, Freetown, kwenye jiji la Freetown, then akafanya Conakry. Conakry ni mji wa Benin. Ili kwenye festival ya We Love Ya
Festival, inaitwa We Love Ya Festival, ambayo tumemwona Wizkid ameenda kuperform, Tiwa Savage ameenda kuperform, Diamond Platnumz ameenda kuperform, ambayo imefanyika jana, na hii yeye ndo msanii pekee kutoka Afrika Mashariki kuperform kwenye tamasha la We Love Ya Festival. Hii tunajaribu kuiangalia kwa ukubwa wa Diamond, na nilizungumza mimi baada ya wasanii mashabiki wengi kusema hawataki kusupport wasanii wa Tanzania. Mimi nikatoa ushauri, nikawashauri wasanii, nikasema ukiwa kama msanii unaangalia kitu ambacho kinaendelea kwenye taifa lako sasa hivi, mashabiki wanawakataa wasanii. Ukiwa unategemea local market, soko la ndani, local ili la ndani Tanzania, lazima itakuathiri. Na ndio maana kuna baadhi ya wasanii waka-cancel shows kwa sababu wanahofia naweza nikafanya show mashabiki wasije, au wakaja kuleta vurugu kutokana na namna mambo yanavyoendelea kati ya wasanii na mashabiki. Kwa baadhi ya wasanii kwa uoga wao waka-cancel shows. Kwa sababu gani? Wakawa na uoga, na kwa sababu wanategemea local market, soko la ndani. Lakini kwa wasanii ambao wanategemea soko la kimataifa, soko la nje, hawawezi kuathirika. Mmoja wapo ni Diamond, mmoja wapo Juma Jux, mmoja wapo Rayvanny tumemwona na perform na Nora Fatei, mmoja wapo mwingine Alikiba tumemwona na perform Kenya mara 2, kaenda kuperform Nairobi na jana akaperform Mombasa. So baadhi ya wasanii ndio wananufaika. Sasa wale ambao hawana soko la kimataifa wanakula vipi? Wanaishije? Mvuta picha, labda kweli mashabiki wawe serious, hawataki kusupport wasanii wa Tanzania na wamekomaa, mtafanya nini? So ukiwa kama msanii lazima tujaribu kufuata nyendo. Hatusemi wanakosea. Lazima tujaribu kutengeneza nyendo, kufuata nyendo au nyayo za wakubwa zetu kama kina Diamond, kina Alikiba, kina Juma Jux, nao tunamrate kule, Rayvanny tunamrate kule. Diamond anamaliza mwaka hajafanya show ndani. Maana yake ni kwamba hiyo ni ishara kwamba mimi sitegemei soko la ndani kufanya show. Labda niwape mfano, juzi Ashake amerudi Nigeria. Wanakwambia kwenye taarifa yake ndio kwa mara ya kwanza baada ya mwaka mzima Ashake kurudi nyumbani. Yaani mwaka mzima Ashake hajawahi kurudi Nigeria, lakini anazunguka duniani anafanya shows. Maana yake ni kwamba anaonyesha kwamba sisi hatutegemei soko la ndani tu kuweza kufanya shows. Ukiwa kama msanii lazima ujaribu kuswitch mentality, ujue kwamba ili niweze kuifanya biashara yangu ya muziki vizuri, lazima nijaribu kumove kutoka ndani kwenda soko la kimataifa. Hiyo ni kuhusiana na story ya Diamond Platnumz ambaye anaendelea kufanya vizuri. Of course, leo kwa kuunganishia nimeona kuna orodha imetoka ya top 25, si niseme nini? Orodha ya wasanii 25 ambao wamefanya vizuri Afrika. Na katika orodha hiyo Biggie wamemuondoa. Nikisema Biggie wamemuondoa na maanisha Diamond hayupo even top 20. Diamond yuko nafasi ya 22. Nataka nikutajia haraka. Nafasi ya kwanza wamemweka Davido. Na Davido wameorodhesha, wame highlight. Kwa nini unamweka Davido nafasi ya kwanza? Wakasema ame-release studio album ya 5. Then With You become one of the Nigerian biggest song of the year. Hiyo With You akiwa na Malay. Halafu wakasema ame-launch tour yake ya 5 Alive tour with sold out North American dates. Yaani hiyo tour yake huko North America imepiga sold out. Then wakasema ameshinda Multiple Interest Entertainment Artist Excellence Awards EAEA ameshinda. Then headline Major International Concepts Thai Afcon. Wakimention na Afcon kwamba ni miongoni mwa wasanii ambao wameperform Afcon. Then ameshinda tuzo hiyo ya EAEA. Then ametajwa kwenye Grammy katika category nyingi, wakamweka nafasi ya kwanza. Nafasi ya pili wakamweka Burna Boy. The same kwa Burna Boy, ame-release album ya studio ya Sign of Weakness, No Sign of Weakness, ambayo ndio jina lake la tour ambayo anaifanya sasa hivi. Then ame-launch No Sign of Weakness tour, akaperform zaidi ya show 30 duniani. Alafu aka-maintain rekodi yake ya kutajwa most Billboard Hot 9. Huyo ni Burna Boy. Halafu akaendelea na rekodi yake ya kutajwa kwenye Grammy kila mwaka, na first artist to headline and sell out Stade de France, ukumbi mkubwa ambao uko Ufaransa. I think unachukua kama watu 25,000. Sasa Burna Boy ndio ameujaza na ameuza, na ndio maana amewekwa nafasi ya pili. Nafasi ya tatu wakamweka Wizkid. Wizkid bwana wanasema ni
Maroya become the most streamed artist in Nigeria 2025. Yaani ndio msanii ambaye wamemstream zaidi Nigeria 2025 kupitia ngoma zake na hata ngoma ambazo wameshirikishwa. Ya pili wakasema ameendelea kuweka rekodi ya kutajwa kwenye kategori za Grammy. Then ya tatu wakasema Primed Wizkid launch live Lagos documentary. 2025 Wizkid ameachia documentary yake ya Live Lagos. Then most streamed artist in Nigeria Spotify, Apple Music. Ndio msanii ambaye kastreamiwa zaidi Nigeria kwa Apple Music na nani? Alafu akasema higher impact collaboration with multiple African artists. Ndio msanii ambaye kawekwa kwenye kolabo na katika kolabo zile alizoshirikishwa ndio zimetengeneza namba kubwa zaidi. Hiyo ni nafasi ya 3 wamemweka Wizkid. Then nafasi ya 4 wakamweka Tyler, nafasi ya 5 Irista, nafasi ya 6 Say Vibes, nafasi ya 7 Rema, nafasi ya 8 Ashake, nafasi ya 9 Fola. Nafasi ya 10 Olamide, nafasi ya 11 Adekule, nafasi ya 12 Young John, nafasi ya 13 Odumodi, nafasi ya 14 BNXN, nafasi ya 15 Shalipopi, 16 Fido, 18 Ayomafi, alafu 19 Molly, 18 Molly, 19 Saris, 20 Mavo, 21 Tiwasabe na 22 Diamond Platnumz, 23 Black Sherif, 24 Lawrence Oyo na 25 Shela. Hiyo ni top 25 na Diamond iko nafasi ya 22. Sasa maneno yamekuwa ni mengi sana kuhusiana na vitu ambavyo vifanya Diamond mwaka huu, then anawekwa president. Mimi sitaki kujaji, nataka wewe unipe maoni yako. Unahisi Diamond ana deserve kukaa nafasi ya 25? Weka maoni yako hapo. Bongo 5. Katika vitu ambavyo vimetokea pia ndani ya hizi wiki 2-3 ambayo imekuwa ni hot sana ni ile show ya Ashake ambaye kaifanya Nairobi, Kenya, ambayo imesababisha vifo vya watu 3 na TikToker mmoja ambaye of course ana jina Kenya, na ndio maana imekuwa ni story kubwa sana. Wakati inatokea watu walitaka kuipuuzia hiyo story ya watu kupoteza maisha kwenye show ya Ashake ambayo imefanyika kwenye uwanja wa Nyayo Stadium ambapo katikati kabisa ya jiji la Nairobi pale. Wanavyoeleza sababu ya hivyo vitu vyote, unajua Ashake sasa hivi ni miongoni mwa wasanii ambao wana influence kubwa sana. Ni wasanii wenye ushawishi mkubwa Afrika. Na ndio maana wasanii kama kina Wizkid wanawatafuta wafanye nao project. Ashake ni miongoni mwa ambao wasanii wanafuatiliwa na wana nguvu sasa hivi. Sasa baada ya kutangaza baada hiyo show yake inaenda kufanyika Nairobi, unaambiwa watu walifika saa 12 watu wako getini wanataka kuingia na wamenunua ticket kwa sababu ni za kuskani. Zile ticket za digital za kuskani. Wakawaambia gate linafunguliwa saa 4 usiku. Of course, saa 4 usiku kweli gate likafunguliwa, mageti ya kuingia ndani. Sasa kwenye geti moja katika mageti ya kuingilia uwanjani, ile mashine ya kuskani ikaharibika. Baada ya mashine ya kuskani kuharibika, ikabidi ile timu ya Ashake, kwa sababu watu walishaingia wengi, sio kwamba ndo walikuwa ni mwanzo, mashabiki wameingia wengi, mwishoni ile mashine ikawa haifanyi kazi. Na kweli mashabiki wana tiketi, utafanya nini? Uende ukatafute fundi aje tengeneze ndo mashabiki waingie? Ikabidi wakachukua jukumu plan B tu kwamba tuwaruhusu waingie. Sasa wakati wanaruhusiwa kuingia na huko ndani au uwanjani Ashake ana perform, anaendelea kupiga show, so ile vibe nini mood, mashabiki wana hamu ya kumuona msanii mkubwa barani Afrika, wakaanza kurukiana, kila mtu anataka kuwa wa kwanza kuingia, then awahi city, kwa sababu ile city tunaita Uswahilini fungulia mbwa. Ikifunguliwa ile fungulia mbwa, kwanza mentality yako ya kwanza, natakiwa niwahi mbele, natakiwa niwahi kuingia ili niwahi mbele nikae karibu na msanii. Then kuna mtu mwingine labda ngoma yake anaiperform anaipenda, mwingine anataka kuwahi kwenda kuiangalia ngoma ambayo inaperformiwa. So watu wakaanza kukanyagana, na kwa bahati mbaya watu 3 wakapoteza maisha, akiwemo TikToker mmoja. Sasa ile walitaka kuipuuzia, na even hata kesho yake baada ya show Ashake aliposti show ya Nairobi, baadaye akaifuta. Baada ya vitu kuanza kuwa moto, watu kuanza kumwataki, akaifuta ile show. Sababu alipost kabisa kwenye Instagram, kwenye main page, sio Insta story, main page yake akapost kama post ya kawaida kwamba vibe Nairobi nini, thank you na nini na nini na nini. Baadaye nafikiri ni mke wa BN, anaitwa Chuki nani sui,
aka raise hiyo issue, akaanza kuaddress mitandaoni, watu wakareact. Watu walivyo react wakaanza kumcheki Ashake, na mimi najua wengine wamemcheki maybe mpaka DM na nini, kwamba watu wamekufa kwenye show yako, then wewe ujali, unaposti show unafurahia, alafu watu wamekufa kwenye show yako. Baadaye Ashake akaifuta ile show. Alivyoifuta ndo aka-address, akaweka posti kwamba atatafuta namna ya kufanya kuweza kuwapooza wale ambao wamepoteza ndugu zao au wamepoteza watoto wao. So ukizungumzia miongoni mwa tukio ambalo limetokea na limekuwa baya ni hii show ya Ashake ambayo kaifanya Nairobi, kwa sababu imesababisha vifo vya watu. Unanielewa? Na watu wengi walikuwa wanaenda mbali, wanasema huenda labda wasanii wakubwa kuna vitu wanavitumia tofauti, kwa sababu kwa nini kwenye show hizo watu wanakufa na nini. Ukija kufuatilia ni kwamba ilisababishwa na mashine ya kuscan card kuharibika, na ndio maana watu wakawa wanaingia kwa kusukumana, watu wakasukumwa, wengine wamedondoka, wamekanyagwa, wamepoteza maisha. Ndivyo tukio lilivyokuwa. So rest in peace kwa wale ambao wametangulia, lakini pia tuwape pole wale ambao wamepoteza ndugu zao, watoto wao na dada zao, vitu kama hivyo. Bongo 5. Katika kitu kingine ambacho lazima tujaribu kukiipa jicho kidogo ni kuhusiana na wasanii walivyoachia ngoma kipindi hiki. Of course nimemtaja Harmonize kaachia ngoma, Zuchu kaachia video ya Inama akiwa na Diamond, then Mario kaachia Olua, inafanya vizuri, numbers kibao na kama hivyo. Na before ya kuondoka na nimpongeze pia Mario, nimeona ngoma yake ya Dunia, Afiri Dunia na Haha zimetumika au imetumiwa na wachezaji wa timu ya taifa ya Sudani. Baada ya mechi wakawa wanafurahia matokeo, wakawa wanaicheza ngoma ya Dunia ya Mario, halo kutoka halo na nini na nini, wakawa wanacheza ile ngoma ya Mario ya Dunia na tukawa wanafurahia. Hii lazima tuizungumzie kwa namna moja ama nyingine, in positive way. Wimbo wa Mario wa Dunia kutumiwa na wachezaji wa timu ya taifa ya Sudan kwenye michuano ya AFCON, wanacheza wimbo huo huku wanafurahia, wanaimba Kiswahili. Wewe unaizungumziaje hili tukio? Unaona ni tukio la kawaida mzee? Sio tukio la kawaida kusema kila moja anaweza. Hii maana yake ni impact ya muziki kwenda mbali. Hii ni Sudani, my brother. Sudani ambaye asilimia kubwa ya wananchi wake hawazungumzi Kiswahili. Laiti huo wimbo ungesikilizwa na timu ya taifa ya Kenya, maybe timu ya taifa ya Uganda, timu ya taifa ya Rwanda, Burundi, Tanzania, maybe tukasema hawa ni wenzetu wanajua Kiswahili. Sudani asilimia kubwa wananchi wake hawatumii Kiswahili. Unavyoangalia reaction ya wachezaji wakiimba ule wimbo wa Dunia, unapata picha ni namna gani ule wimbo wanaufuatilia, na inawezekana sio wimbo huo peke yake, kwa sababu Mario ametoa ngoma nyingi na zimekuwa kubwa. Inawezekana kuna ngoma nyingi sana za Mario wanazifuatilia. Wachezaji sio watu ambao wanawekeza muda wao mkubwa sana kwenye kuangalia labda nyimbo za wasanii. Na inawezekana wachezaji wa timu ya taifa ya Sudani, mimi siyafuatilia, inawezekana wote hawachezi Sudani. Kuna wachezaji wanacheza nje ya Sudani, kuna wachezaji wanacheza labda nje ya Afrika, lakini wanaenda kusikiliza wimbo wa Mario wakati kwao kuna wasanii. Shanaelewa vizuri? Wasanii wa Sudani wapo. Kuna mmoja kafanyaga ngoma na Harmonize. Kuna mwingine kafanya ngoma na Alikiba juzi, of course tunaiona ngoma ya Alikiba ya Focus, msanii kutoka Sudani. Lakini wamesikiliza ngoma ya Mario Dunia. Hiyo inakupa picha muziki wa Mario umefika mbali na watu wengi wanaofuatilia. Hiyo ni Sudani ambayo tunaimention hapa. Asavuta picha ngoma ngapi za Mario zimefika mbali. Na tunajua ukitaja ngoma kubwa za Mario zilizofanya vizuri, ngoma ya Dunia huwezi kuiorodhesha au kuweka kwenye miongoni mwa ngoma za Mario ambazo zimefanya vizuri kwa mwaka 2025. Ni wimbo ambao umefanya vizuri of course, lakini sio hit. Kuna ngoma inaitwa Nairobi, ambayo ngoma imetengeneza numbers. Msanii kama Bien kaitumia kwenye tour yake. So naangalia sisi inawezekana tunawachukulia poa wasanii wetu, au wao wanajichukulia poa, lakini wanakuwa wakubwa na nyimbo zao zinafuatiliwa sana. So hii tumpongeze Mario na tuichukue kama funzo na sisi. Mimi nimefuatilia michuano ya AFCON of course. Nimeangalia kila taifa wakiwa wanaingia kwenye game au baada ya game, wana vibe, wanacheza nyimbo, wanaimba, wanatumia zile tamaduni za kwao, wanacheza baadhi ya nyimbo, wana vibe na nini. Lakini nimefuatilia Taifa Star, kiukweli nisiwe mnafiki, yani sijaona hata wanatengeneza moment. Unajua nini? Sasa hivi litakuwa linafanyika baada ya miaka 4, sio mara 4. Baada ya miaka 4. Zamani ilikuwa linafanyika baada ya miaka 3. Nao ni baada ya miaka 4.
So ukiwa kama mchezaji, ukipata nafasi ya kwenda AFCON, you have to enjoy the moment. Inawezekana AFCON ijayo usiwepo. Kitu gani kitakuja kukukumbusha? Nimeona mpaka timu ya taifa ya Nigeria wanacheza wimbo wa Mane Constant wa Wizkid pamoja na DJ Maforisa. Wanaenjoy. Ukiangalia timu ya taifa ya Afrika Kusini, the way wanavyo vibe wakiwa wanaenda kwenye game. Ukiangalia timu ya taifa ya Msumbiji, ukiangalia timu ya taifa ya Ivory Coast, ukiangalia timu ya taifa ya Cameroon, ukiangalia timu ya taifa ya Senegal, why wale mataifa wanafanya vile? Kwa nini sisi Taifa Stars tunaingia kiuoga? Na wakati wa mataifa mengine yanasikiliza nyimbo za wasanii wa Tanzania, lakini sisi hatutaki kuwa proud na nyimbo za wasanii wetu. Hata mpiga hata komasava kidogo mnaingia uwanjani mna vibe. Hata wapinzani wakiwatazama mnaingia uwanjani mna vibe. Kwanza wanashtuka. Hii tamaduni tumeanza kuiona Afrika Kusini, hata vilabu vyao, Mamelodi, Orlando wakiwa wanaingia uwanjani wanasikiliza nyimbo za Kizulu, wanacheza, wana vibe. Ukiwa kama wewe ndio unaenda kucheza nao mpinzani wake, lazima uingie uoga. Sasa hivyo ni vitu ambavyo vinatokea kwa wenzetu, na lazima tukizungumze kwa ukubwa kwa timu yetu ya taifa. Lazima watafute kutafuta mood, vibe na nini wakiingia uwanjani. Hawana stress, wako kwenye mood nzuri. Tumeona mataifa mengi wanafanya. Kwa nini sio Taifa Stars? Hilo ni swali langu tu nataka kuuliza. Kwa nini Taifa Stars wanaingia kama yani wanaenda kwenye msiba? Na wakati mataifa mengine wanaingia wana vibe, wanacheza ngoma, wanaweka ngoma. Nimemwona Osman anacheza ngoma za kina Wizkid, za kina nani. AFCON iliyopita alikuwa anacheza ngoma ya Diamond. I think South Africa kuna michuano ilifanyika ile, anacheza ile shoe ya Diamond. Osman anacheza shoe. So ukiangalia why wenzetu wanafanya vile, ina maana sisi tunajua sana mpira. Ni vitu ambavyo vya kujifunza. Mkienda sehemu kama zile, ndio maana kuna kitu kinaitwa unapata exposure. Exposure maana yake ni kwamba ukifika sehemu kama ile, lazima ujifunze kitu wenzetu wanafanyaje. Kwa nini sisi hatufanyi? Ina maana sisi ni bora kuliko wao? Haiwezekani. So hii lazima nimpongeze Mariona. Narudi kwenye pointi yangu ya nyimbo. Nimezungumza nyimbo zimetoka za wasanii, na kitu ambacho nimekinote kwa wasanii wa Tanzania, wanafurahia trends za YouTube. Hiki lazima nikizungumze. Wasanii wetu wanafurahia trends za YouTube. Yaani msanii anapost kwenye main page kwamba niko trend namba 2, niko trend namba 3. Trend ina faida gani kwa msanii? Hilo ni swali ambalo msanii wewe lazima ujiulize. Wenzetu walioendelea huwa wanapambana kutafuta numbers Spotify, iTunes na Apple Music, sehemu ambapo kuna hela, kwa sababu YouTube sio kwa ajili ya muziki. Yaani kitu ambacho lazima tuzungumze, YouTube sio kwa sababu ya muziki. YouTube ni kwa sababu ya content. Yaani chochote unachotaka kuposti wewe. Hata leo wewe ukitoka ukaingia barabarani ukajirekodi, bwana leo naenda kutembea, ukaposti YouTube, una uwezo wa kwenda trendi. Lakini wasanii wetu wanafurahia kwenda trend YouTube, ambapo kuna mavideo kibao, sehemu ambao wasanii wenzetu, na maana nimezungumzia neno exposure. Unaangalia wasanii wenzetu wanafanyaje, akina Wizkid, akina Burna Boy, akina Davido, akina nini. Wao wanafanya promo Spotify, Apple Music, iTunes, kwa sababu kule ndio kuna hela kwa msanii. Huku YouTube unafurahia trend, haina faida kwa msanii. Na ndio maana wasanii wetu ukienda Spotify ni wadogo vibaya mno. Kwa mfano, niwape mfano kwa nini nasema wasanii wetu wadogo. Tunafahamu wote Afrika Mashariki wasanii wenye brandi kubwa na muziki mkubwa unatoka Tanzania. Uongo? Muziki mkubwa Afrika Mashariki unatoka Tanzania. Lakini kitu kibaya, wasanii wenye streams nyingi na wenye mathili nyingi Spotify hawatoki Tanzania. Yaani kuna msanii anaitwa Sofia Nzau anatoka Kenya. Hata wewe umjui. Anapata monthly listener milioni 10. Msanii kama Diamond anapata milioni 1.4. Angalia interval hapo walivyoachana. Kwa sababu wasanii wetu wanapromote YouTube, alafu wenzetu wanapromote Spotify. Sofia Nzau ana milioni 10 monthly listener. Diamond ana 1.4, na sisi tunaamini Diamond ndo msanii mkubwa Afrika Mashariki, lakini anapata milioni 1.4. Alafu kuna binti yuko Kenya anaitwa Sofia Nzau anapata milioni 10. Msanii mwenye fan base kubwa nyingine kama Alikiba anapata monthly listener 200,000. Alikiba hajafikisha hata 500,000. Ndio wasanii wenye brandi kubwa, si ndio? Afrika Mashariki. Lakini ukienda kwenye mitandao, platforms zinazotengeneza muziki, huwezi kuwaweka. Kuna mtu anaitwa Idi Azan yuko Kenya, monthly listener 1.something million. Lakini sisi tuna wasanii ambao wana brandi kubwa Tanzania, sehemu ambazo wako down ni Spotify. So kiukweli mimi ni advice yangu kwa wasanii wetu,
they have to promote Spotify, Apple Music, iTunes. So nilivyoona wasanii wetu wanakomaa kukimbilia trends za YouTube, wanakimbilia trends za YouTube, nikasema lazima tujaribu kuzungumza na wasanii wetu, kuwashawishi hata mashabiki pia waondokane na mentality ya kuhangaika na YouTube. Kwa mfano, ukitaja vigezo ambavyo vinasababisha msanii kutajwa kwenye tuzo za Grammy, wanaangalia streams za Spotify, Apple Music na iTunes. Kwa nini hawaangalii YouTube? Msanii kutajwa kwenye Grammy, tuzo za Grammy, wanaangalia streams zako. Hawaangalii viewers wa YouTube, wanaangalia streams za Spotify, Apple Music na iTunes. So ukiwa kama msanii unataka kuingia kwenye ushindani, lazima uangalie soko, dunia inataka nini kwa wakati gani. So wasanii wetu, nimeshangaa wasanii wakubwa wanashindana, nani yuko trend namba 1, nani yuko trend namba 2, nani yuko trend namba 3. Inakusaidia nini kama msanii? So hiki niliamua nije nikiraise hapa pia kwa wasanii, kama kuna mtu anaweza akachukua akawa na promote Spotify, Apple Music na nini, itamsaidia baada ya mwaka mmoja, miaka miwili. Lakini kama tuendelea na mentality ya kuhangaika na YouTube, tutabaki hapa wasanii wetu hawezi kupiga hatua kimuziki. Bongo 5. Issue nyingine ambayo nilitaka niigusie kidogo bwana 2025, nitaka kuigusia ni ushindani, niseme tu ushindani wa utajiri kati ya Burna Boy na Davido. Unajua juzi wasanii wa Nigeria ndio nilizungumza hapa, wao huwa wanaenda kupambana, yani wanawaonyesha sisi tunaenda kupambana nje, then tunakuja kutumia nyumbani. Wale wasanii wanakaa throughout the year, hawapo nyumbani Nigeria, wanapambana nje. Nikawapa mfano wa Ashake baada ya mwaka mzima, miezi 12, juzi mwezi wa 12 ndio karudi nyumbani. Mwaka mzima hajarudi Nigeria. The same kwa Burna Boy, mwaka mzima yuko nje ya Nigeria. Sasa juzi baada ya kurudi, Burna Boy akawa anafanya misafara yake Lagos na magari yake ya kifahari, Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce na magari mengine ya kifahari. Then baada ya siku kadhaa, Davido naye kamlipa, akawa anafanya misafara yake Lagos Nigeria na magari yake ya kifahari, Lamborghini, Rolls Royce, sui Bentley, sui vitu gani. Tunajaribu kuangalia wasanii wa Nigeria wanaonyesha namna wanavyotengeneza pesa, namna muziki unavyolipa, na ndio maana wanakuwa busy mwaka mzima kutengeneza pesa nje, then wanarudi nyumbani kuzitumia. Sasa watu wengi wamejiuliza, hawa wasanii wanakaa mwaka mzima, ina maana hizi gari zinakuwa zimepaki mwaka mzima, zimepaki, wakirudi wanachukua timu yao machawa, wanaingia mtaani kuvinjari, kuonyeshana mabavu. Na watu tunajaribu kuangalia namna wasanii wa Nigeria wanavyotengeneza pesa. Hapo tunamtaja Davido na Burna Boy, bado Wizkid, bado Ashake, bado Rema, bado wasanii ambao wana power Nigeria. So angalia maisha ya Nigeria, lifestyle ya Nigeria, wasanii wanavyotengeneza hela Nigeria, wasanii wanavyonunua magari ya kifahari, gari la dola milioni 2, milioni 1.5, milioni 1, then ni zaidi ya 10. Sisi of course lazima tumpongeza Diamond, amejitahidi, at least ana Rolls Royce, Rayvanny anao, ana G-Wagon, ana Rolls Royce za milioni 500, milioni 400, milioni 600. Of course wanajitahidi, lakini tunajaribu kuangalia majority ya wasanii wa Nigeria wanavyotengeneza pesa, ni lazima tuwe inspired. Mimi nishaye kuzungumza nyuma, mwisho wa siku wasanii wa Nigeria tusiwaingize kwenye ushindani, bali tuwe inspired na wale washikaji. Wale washikaji wanafanya kazi, wako busy. Leo hii namtolea mfano mtu kama Ashake, yuko busy, anazunguka dunia nzima, hajarudi Nigeria mwaka mzima. Juzi Wizkid amefanya show ya We Love Ya festival ambayo imefanyika Benin. Jana karudi Nigeria kufanya festival yake. Wale washikaji wako busy, kila siku wanafanya shows. Of course brand zao zinawasaidia kwa sababu wanapata mapromoter, wanapata shows nyingi, lakini haziwezi kuja bila kufanya kazi zaidi, bila kujituma. So mimi na hakika kuna siku sisi level ya wasanii kama Rayvanny, Diamond, kuna siku tutakuwa na wasanii 10, 15 kama wasanii wa Nigeria. So hii mimi nilitaka nigusie matukio ambayo yametokea ndani hizi wiki mbili ya kiburudani, na pia unaweza ukatoa maoni yako wewe kuhusiana na Recap na Mando. Kitu gani ambacho unataka tukiongeze, kitu gani unataka tupunguze, na labda kwenye recap ijayo unataka tufanye kitu gani. Mimi ni Mando, nyuma ya kamera mwanangu anaitwa Kashmiri. Until next time, ciao.